Wandugu wapenzi, mimi ni wenu kama kawaida Eric. Tuko hapa katika studio za Black TV7 na katika mada yetu ya leo tumepokea waheshimiwa kutoka kikundi ambacho ni kikundi cha kujitolea kuhusu masuala ya nyumbani zaidi na misaada kwa watu ambao wana matatizo ambazo mtazisikia katika kipindi chetu. Na siku mimi peke yangu kama mnavyoona hapo katika studio za TV Black, niko na mzee atajitambulisha mwenyewe, alafu niko na mzee wangu wa pili pale atajitambulisha mwenyewe. Kwanza nianze na mzee hapa. Mzee, jitambulishe watu wakufahamu, alafu tuendelee na masuala mengine. Asante, karibu. Asante. Kwa jina najulikana Ndakala Jean-François Bilombele, mwenyekiti wa shirika la NIF hapa Denmark. Asante sana. Alafu kwa mwisho huko mzee wetu. Ndio ndugu Eric, na mimi najulikana kwa jina la Kaluta wa Msendel Jean-Claude. Mimi niko katika NIF, niko chargé de projet na conseiller vile vile. Asante sana mzee wangu Kaluta. Mimi kitu ambacho cha msingi zaidi nitataka nijiulize ni kuhusu kwanza NIF. Mnaweza mkatufahamisha kwamba NIF kabisa ni kitu gani? Watu wa Kongomani, wazungu, wandugu wanaopatikana Marekani, Australia wafahamu NIF ni kitu gani? Kwa kweli kuhusu swali lako, NIF ni mkifaransa tunasema ni abbreviation. N maana yake Neighborhood International. Inataka kusema nini? Iko bon voisinage mkifaransa. Ni kwa Kiswahili mwe mliishi ma Tanzania, sisi tuna Kiswahili cha Kongo tunasema kwamba ujirani mwema. Association de bon voisinage. Association de bon voisinage. En français en français hiyo. Basi NIF malengo yake zaidi, NIF iliundwa hapa Denmark na watoto wa Kongomani na wengine wa Danish waliunga mkono kwa kusaidia zaidi sana nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo kama nimeelewa vizuri, wewe utakuwa ni msemaji wa NIF sasa. Kwa kweli nilipewa hiyo jukumu, hivyo nifanye hiyo kazi. Ni hivyo NIF inafanya kazi. Iko hapa Denmark, izaliwa hapa, lakini malengo yake na kazi na inasaidia kama sio mnaita nini, association mnaita nini Kiswahili cha Tanzania? Yani association, shirika za ujirani mwema. Ya ujirani mwema, kusaidia zaidi sana watu wasiojiweza nyumbani, zaidi kupitia ngambo ya hospitali, kupitia ngambo ya masomo na vingine. Asante sana mzee. Alafu nikija kwa mwenyekiti, nafikiri wewe ni mwenyekiti mzee Jean-François Ndakala, na pesa kuona mara tena. Asante sana. Asante. Hizi studio zetu za Black TV7 zinataka kujua kabisa lengo na madhumuni ya kuunda hichi kikundi cha NIF, sijue Association de bon voisinage kwa Kifaransa, ama kikundi ambacho kinashirika na ujirani mwema. So lengo kabisa ilikuwa ni nini ya NIF? Ni kufanya nini hapa Denmark alafu na Afrika ama Kongo? Kwa hapa Denmark iliundwa mwaka wa 2013 nchini ya Denmark kwa kijiji cha au commune ya Frederikshavn. Chanzo cha kuunda shirika letu la NIF, Association de bon voisinage kwa Kifaransa, imeundwa kwa ajili ya matatizo na ukosaji wa vifaa maalum juu ya matibabu, hasa unyanyasaji na ubakaji ambao umepita katika nchi ya Kongo. Kwa mazumuni hapa Denmark ni kwa wakongomani wanaoishi Denmark kutambua mila na desturi za Denmark na kujua sheria. Kwa Kongo tunatumika kwa ajili ya kusaidia wasiojiweza kama vile chargé de projet mzee Kaluta alitangulia. Tunatumika na mahospitali na masomo. Lengo letu ni kusaidia wasiojiweza, hasa wakina mama wale waliofanyiwa ubakaji, watoto mayatima, walemavu na wanavijiji wote wale ambao wana maombi na manufaa na wale ambao wana hamu ya kusaidiwa. Donc en bref, kwa sisi ambao tunafahamu Kifaransa, ndugu, unasikia kwamba
NIFE iko na objectif principal ya kusaidia ba vulnérable, ba femme violée, ba enfant benye biko ba orphelin. Donc batoto benye biko na problème ya scolarité, alors inaonekana kwamba NIFE iko na objectif mwa zenye ziko bien ciblé ku Congo kule, bien entendu hapa Denmark pia inaonyesha combien de fois ba Congolais bapasha kujiintegrer mu communauté danoise. Donc en bref, kama nakuelewa vizuri, lengo kabisa ni kuleta wakongomani waelewe mila na desturi za hapa au tuseme culture za Badanois, na kule kwetu ni kusaidia ba femme violée, bien entendu na ba enfant vulnérable en français, et puis na batoto benye biko ba orphelin, et puis benye biko na problème ya scolarité. So en tout cas ile association NIFE inaenda sana, inasikika un peu partout, watu wanaisikia sana, inasemeka sana. Ningine toka kwa mzee pale. Sasa watu wakipenda kujiunga na NIFE hapa Denmark par exemple, wanaweza wakafanya nini ama condition gani ambazo zinaweza zikapermit mtu naye akuwe mwanamemba wa NIFE? Anaweza akafanya nini? Kwa kweli NIFE iko wazi. NIFE inafungua mikono kwa kila mtu ule kwa kusaidia zaidi nchi ya Kongo, Afrika. NIFE inazaliwa Denmark na mna kabila nyingi sana. Kuna watoto wa nchi hapa Wadanoa, kuna Wakongomani vile vile na zingine kabila. Na mwenye iko tayari kuleta mawazo yake, mchango wake kusudi NIFE iendelee mbele, anakaribishwa. Kuna sheria fulani zenye zipo, kuna viongozi fulani wenye wakienda kwa Facebook akiandika NIFE Denmark, kuna viongozi fulani wenyewe wanaweza kuwa consulter kusudi wapate mwelekezo vizuri. Kungambo yangu mimi niko chargé de projet, lakini kuna watu wenyewe wanahusika na hiyo kazi, na ukiandikia NIFE kwamba mimi nahitaji niwe nafurahia na kazi mnafanya na mimi nataka naweza kuwa mwanamemba wenu, tayari NIFE iko na Facebook, NIFE iko na website na address ni Frederikshavn, na vingine kuna vice president anaishi hapa Noria na president number 1 anaishi Frederikshavn. Basi kifupi ni kwamba wote ule mwenye na mawazo ya kuendelea ya kutaka NIFE iendelee anakaribishwa. Mzee Kaluta, andika bandugu, mnasikia kameme ke NIFE iko na maporte ziko ouverte kwa ule mtu yeyote mwenye iko na ambition za kusaidia. Donc présidence iko au niveau Frederikshavn et puis vice-présidence iko au niveau Noria. Donc vous êtes bienvenus quand même pour intégrer l'association NIFE, association de bon voisinage. Voilà. Bon, kuna question hii ni automatiquement monsieur le représentant ou bien le numéro 1 de NIFE, papa Jean-François Ndakala. Est-ce que bitu yenye mnafanyaka est-ce que ni ma volontariat ou bien mnakotizaka ou bien mafonds zenu ma financement zenu zinatoka kwa wapi registre? Muna fonctionnaire ba membre tout ça. Wana financement yenu en general. Wana member wetu tunashirikiana pamoja kwa hiari kwanza. Kwa mambo ya kiuchumi kama vile finance ni wanamemba wenyewe ndio wanajitolea kwa ajili ya wasiojiweza. Na pili, huwa tunapata misaada kwa wengine wanaojitolea kwa kutusaidia kama vile watu mbalimbali walivyotusaidia, na wanapitiliza msaada wetu kwenye account yetu kama mobile pay na michango mingine. Una contacte telefoni ya Neboskeba for any, utajua jinsi gani tunapata. Lakini financement yetu ni wanamemba wenyewe ndio wanajitolea, ni kwa hiari ya wanamemba, na financement yetu inatoka kwa wanamemba. C'est-à-dire donc financement NIFE Neboskeba International for any, association de bon internationale de bon voisinage en français. Donc inapata michango yake ama contribution kutoka kwa membre. Donc ba Congolais mnasikia biko la mobile pay, biko la compte bancaire, c'est-à-dire il faut contacter tout Neboskeba International for any pour que mpate ma éclaircissement sur les communes. En tout cas, ma question viko za mingi vraiment, mais tutaessayer kuwa bref pour que tuganye temps parce que hatuna wakati mwingi sana. Niko na buma question mbili tatu. Sasa tunasikia kwamba ya mambo ya container par exemple, kuko ma container zinaenda ka Kongo,
tunisikia huko ma association za mingi zinaendaka Kongo za tuma eske nani pia Mungu pia mwele domaine pia kutuma makontena Kongo au ni nyingine tofauti au ni hivyo hivyo tu kutuma misaada kwa nyumbani zikipita kwa njia za makontena kama hicho. Unaweza kusaidia? Kweli tumeshatuma kontena 2 na kontena hizo tumezipata kupitia Genko Tutsil hapa Denmark. Tumeshatuma kontena ya kwanza ilienda mwaka wa 2017. Imefika Uvira ikaelekea mpaka Fizi, Baraka, Mshimbaki. Kontena ya pili imefikia Bukavu na ikagabuliwa kwa dispensaire 4 na sisi wana NIF tuna ndugu yetu na kuna mwanamemba mchapakazi shapavu. Kontena ikifika Kongo yeye iko tayari, anajulikana Kongo mzima leo kama vile bwana jina lake ni Kibanga, ndio mshauri wetu mkuu na mchapakazi ambaye anasindikiza kontena. Tumeshapata kontena 2 na zimeshawafikia walengwa na hadi sasa wana mahitaji zaidi ya kontena hizo. Alafu mimi nataka kufuatilia. Unajua mimi nasoma kama habari sana. Mimi nafataka mabitu ku Facebook, mimi nawafataka sana, nafataka pia mambo ya siasa wanajua vizuri. Nimefuata kwenye nikagundua kwamba kuna kontena zinaenda Bukavu, kuna zingine zilienda sijui Mshimbaki. Katika hizo 2 kuna moja imeenda Mshimbaki, sijui Baraka na nyingine imeenda Bukavu. Sasa watu kule kuterrain ama bale ba vulnerable ama ba objectif yenu balipokea zile makontenele ya yeye. Selon ule representant mwanada kule mzee Kibanga mwenye salimia, nafikiri mzee atakuwa na ma réponses ziko favorable. Est-ce que batu kule kuterrain ba victime ya ile misaada banazipokea kwa niveau Mshimbaki, Baraka na Bukavu ilifika kule Senegisi mzee alisema kutoka kule Kongo? Kwa kweli kufuatia nchi ya Denmark, hii ni nchi nzuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tulifikia kwa nchi nzuri yenyewe inajitosha. Wenyewe wanataka kufanya kazi kwa kusaidia nyumbani. Ukitafuta kuna malengo fulani, una mawazo fulani juu ya kusaidia nyumbani, Denmark iko wazi. Nikiwaza swali lako ni swali nzuri sana. Na unasema kwamba unasoma habari zetu, unasikia huku na huku. Kwa leo hii ukiuliza habari ya Nife Mkongo zaidi sana Sud-Kivu kwa leo paske hatuyasambaratika pengine, lakini tulikuwa tunafanyia kazi mu est kianza Ukavu kushuka mpaka Uvira, batakwambia habari ya Nife. Ukiangalia maisha yenye ndugu zetu, tusifichane, tunatoka nyumbani, maisha sio mazuri. Na ndio maana tulipata hiyo neema na kusema kwamba kule tulitoka tusipasahau. Tuliacha maisha hivi, tukayaacha hivi, hakuna kinachoendelea. Lakini kwa sasa leo ukiuliza Baraka, ukiuliza Bukavu, ukiuliza sijui wapi, batakwambia habari ya Nife. Ndio mimi nikiisema peke yangu sasa zingine napakana Nife mafuta, uenda natafuta kuonesha Nife haina maneno, Nife na action. Nife haisemi, lakini inafanya kazi. Na ile kazi njoo wewe peke yako, uuliza watu Baraka, andikiana, piga simu, watakwambia Nife huko ni nani. Hawatujue huko, lakini mwenye anafika huko ni bwana Kibanga Selman, anashindikiza kontena ya president alisema. Na Nife tuna wengine wa Nife kule Kongo wetu tunafanya nao kazi pamoja. Na habari ni kwamba kuna mabadiliko. Kwa hii kontena 2 yenyewe Nife alisukuma huko, kuna kitu fulani kinasaidia nchi yetu kuendelea mbele kwa sasa. Merci sana mzee Kabuta, na kwa sababu tusikia réponse yako. Kile mko déjà reconnu officiellement kule kwa niveau est ama Sud-Kivu en général. Mais aussi ningependa nipe kwa mzee hapa Jean-François. Est-ce que loin du Kivu, est-ce que mko na ambition za kwenda ma provinces zingine? Au kama haiko tu Kongo, est-ce que mko ma plan ya kwenda kwa nchi zingine tofauti na Kongo? Tuna plan nyingi sana kwenda nje ya Kongo na Kongo mzima. Kwa sababu Kongo iko kama vile continent ya Europe. Kwa sababu tunapenda tufike Mwanaditu, tufike Kalemi, tufike Lubumbashi, tufike Kisangani, lakini bado tungali tunaanza na tulianza na Est kwa sababu ndio kuna matatizo zaidi ya vita
ubomoaji wa nyumba, soko, masomo na kadhalika. Lakini pleni yetu ni Kongo mzima na Afrika mzima. En tout cas, mimi nafurahi sana donc kama Mungu na vision non seulement ya Kivu, ya Sud Kivu, Nord Kivu, Est et puis province zote za Kongo iko concerne kama ni vision nzuri ya kusaidia watu wetu kule. Et puis en tout cas tunabaunga mkono, en tout cas tuko tunapenda tu kupata ma information zenye ziko fiable ku source. C'est-à-dire ma information kwa benye biko concerné. Puisque ilikuwa ni fenani na diriger ni fenani ndio mkubwa nani ndio mwenye anashimamia ni. Alors en tout cas tunaka tu ma information ziko ku Facebook. Na kwa réseaux sociaux d'ici na habari zinaenda sana na Denmark na partout même bato ya États-Unis waliita Eric ile ni fait kule tunasikia inavuma sana kule kwetu kunivua Kivu. En tout cas nikapenda personnellement et puis hapa kufuatana na television yetu hii ambayo ilitualika hapa en tout cas tuesaye kujua hii ma plan za NIFE na watu wamesikia kuhusu kujiunga na NIFE hapa ni petit problème, il faut kukuya na kuingia kwa contact zabo mtawapata bien entendu. Et puis sasa mzee kuhusu nani plan ya hizi masiku zisizo zinakuya mko mna planifier nini ama je dirais même ma défi changamoto ndio mkila association tunakuwa ma problème na kama ma mésattentes kutokuelewana so est-ce que kunaweza kuwa mésattentes fulani mko nazo ama ma défi fulani zenye mko mna trouver changamoto mwa association ya NIFE mzee hii question ya wakonsemeni? Ndio, kwa kweli ndugu yangu Eric, nikiwaza wewe ni mwanadamu na kwenye mwanadamu anaishi na mwingine hakuwezi kusekana tatizo fulani. Hiyo uikatale uitike. Hakuna mtakatifu duniani. Yeah. Kifupi ni kwamba hautafatana na hiyo changamoto ya kusema kwamba découragement. Tuliumbwa tofauti na hatuwezi kukatana kufanya kazi nyumbani juu ya kwetu. Juu kazi tunaifanya ni faida kwetu na ni faida kwa Afrika. Mwafrika wote mwenye anakuja Ulaya anajua kwamba nina shurti ya kusaidia nyumbani. Changamoto hauwezi kuikosa. Hiyo hapana. Hata nyumbani kwako watoto wako wenyewe unazaa binafsi. Kuna wamoja wako hivi, kuna wengine wako hivi, lakini baba na mama mnasaidia kwa kumalisha. Na ule mtakubali kukomalishiwa, atakomalishiwa na NIFE. Na mwenye hatakubali, basi potelea mbali. Kifupi tuna plan ya kusema kwamba NIFE haitabakia hivi. Gisi ilizaliwa Denmark itakoma. Na kukoma itatia matunda pembeni, itatia hii banaita muti unakuwa na vitu gani unasema matawi. NIFE itakoma. Donc NIFE itakuwa na branch. Itakuwa na branch, itakoma. Kwa plani ya NIFE kabisa na kwenye wanamemba wake, kila mwanamemba anajitosha na ana wazo fulani. Kuna ule mwenye iko na wazo ya contribution kimuona anaona mbali sana. Anawaza kusudi NIFE kesho iendelee. Tunazeeka, tuna watoto wako nakoma. Sasa watafanya kazi gani kama si hata kufanya kazi mbele? Tuwaonyeshe na waendelee na kazi. Kifupi ni kwamba NIFE iko karibu kwa kufanya plani zake kwa muda wote na tuna plani nzuri zaidi. Ninaamini ya kwamba masiku zinakuja watu wenyewe wataona vile tunasema hapa kwamba haikuwa ndoto. Merci en tout cas mzee, una répondre mzuri. Défi gani mzee changamoto? Zingine changamoto ambazo tunazo ni kwamba kwa nani tunaita mkifaransa envoyé spécial wetu ambaye tulituma pale Kongo amekutana changamoto. Mzee Bwana Kibanga Anzuruni Selemani Kibanga amekutana na watu wengi pale Kongo. Amekutana na machifu, amekutana na wenyekiti wa vijiji, amekutana na wale wanamemba wetu na wale wa partner wetu na wana vijiji. Lakini amepitia kwenye hospitali nyingi pale kwetu. Amekuta kwetu zahanati nyingi zimekosa vifaa. Yake salle de l'hôpital. Mazahanati ndio zile dispensaire mkifaransa. Amekuta zimekosa vifaa. Na amekuta watu wanahambukizwa magonjwa mengi kuhusu maji. Kuhusu yani amekuta kipindupindu ni nyingi sana. Kolera na typhoid. Ndio changamoto ambayo sisi tunayo leo ni kwa ajili ya kusaidia zahanati
juu ya kupata tiba, serum, kupata dawa za kipindupindu, na hivi tunapiganisha kupata neti kwa ajili ya mbu. Hizo ndio changamoto kabisa mikutana nazo pale, kwa sababu tunapenda kusema kwa kila mtu, NIF, uwe Denmark, uwe Australia, uwe Etats-Unis d'Amerique, uwe Oceania kule, NIF ni kwa ajili yako. NIF ni kwa ajili ya watoto wa Kongo. Kama wewe ni Mwafrika unayeona NIF, na ukimwona Jean-François Ndakala, ukimwona Kaluta, ukimwona Kibanga, utumainie kwamba sio kwa Kibanga, sio kwa Ndakala, sio kwa nani, ni kwa ajili yako. NIF ni kwa ajili yetu na ni kwa ajili yako, kwa sababu ya kusaidia wale watu wasiojiweza. Ndio changamoto zetu ni kupiganisha magonjwa ya maambukizi kama vile kipindupindu, ukosefu wa maji safi. Ndio changamoto ambazo tumekutana nazo kuhusu ripoti za mwakilishi wetu ambaye ametembelea vijiji kama vile Baraka, Makobola, Uvira na Bukavu. Donc kama nikisikia vizuri, ma défis zenyewe unakontre ku niveau ya terrain ni ma epidemie zenyewe ziko kule kwetu, entre choléra ou bien na ma instrument aziko ma dispensaire. Puis deuxième chose, kuko pia un problème ya bale batoto ba masomo kwa matériel didactique ya enseignement ou bien ma matériel, donc ku niveau ya terrain. Alors défi gani ama changamoto gani ku niveau ya hapa zenyewe hapa Europe en général et puis Danemark en particulier? Donc on a ma changamoto gani ku niveau zile zile nasikia unaongea mheshimiwa Jean-François ni ma défis za kuterrain. Alors ku niveau ya hapa kwetu kuhusu NIF, hakuna madefi yoyote hapa ama changamoto zozote hapa? Hapa tatizo hapa. Hapa sisi huwa hatuna tatizo. Changamoto yetu hapa ni kuwa kwanza umoja. Na kuwazia, tuwaze nini tutakachokifanya mbeleni. Hizo ndio changamoto tunazo. Kuchanganya mawazo na kutafuta mwingine anaye mawazo ya kusaidia hawa ambao sisi tunao leo. Tuangalie elimu. Changamoto yetu hapa ni kupiganisha elimu ambayo tumekuta Denmark, na sisi tuipeleke hata sehemu na ile nafasi ambayo sisi tumetoka. Kufatana leo mwalimu kwetu angalia anaandika kwenye chaki, lakini hapa tuko na possibility ya kupata computer. Kama wewe una computer, unapenda NIFE ifikishie ile computer kwa wale walengo NCT fulani, ekole fulani, iwe zone ya Fizi, iwe zone ya Mwenga, iwe Bukavu, iwe Kadutu, iwe Kalimi, iwe Mwanaditu, iwe Kisangani, contacte NIFE kwa ajili ya elimu. Tunapenda, changamoto yetu hapa leo Denmark ni kutafuta jinsi ya kuinua elimu ya Kongo. Donc en bref ni kusema kwamba défi mko na kwa niveau hapa, napenda mpate kwa problème ya kupata matériel didactique yenye ko moderniser, puisque kwetu kuko déjà watu wiko wana utiliser ma tableau noir na ma craie ma chaki, mais kwa niveau ya hapa mko na besoin mpate ile ma matériel didactique ziko moderniser. C'est-à-dire nikiona hapa tu déjà na ma photos za Congo na projection ile ni ma philosophie za huko kwetu Bulaya déjà watu wiko évoluer. Il faut ima système ya hivi ya matériel za hivi ziko kule kwetu. Sasa c'est-à-dire mko mnazikosa kuzipata hapa, hakuna ba contribuable ama ba donateur congolais benye biko wana financer kutosha hiyo matériel, mko mnawatafuta mnawakosa au nikusema hazipatikani au hazipatikani, na hatuna wa Kongole ambao wanajitolea kwa ajili ya elimu ya ndugu zetu. Ndio défi hao. Ndio défi hapa Denmark. Na kuna wakongomani ambao wameshasahau, wameshafika, huwa hawakumbuki walipotoka. Ndio wapenzi, mnasikia changamoto ama défi ni kwa niveau huko ba Kongole abiko ba donateur, abapendi kujidonner, abapendi kujitolea kutoa misaada fulani entre autres. Ukisikia mzee aliongea matériel didactique hizi ziko un peu modernisé. Jusqu'à présent kwa tuko ya utiliser tableau noir et tuliachaka depuis 2000 ans. Mais huko déjà makamba tableau noir ilikuwa kitena. Alors défi kusema batu abapendi kudonner ma finance na matériel hizi za éducation professionnelle kwa niveau ya hapa pour que zitume kwetu. Donc en tout cas nasikia sana na ba téléspectateurs na ba batu watafuata, en tout cas bata comprendre
nini yenyewe inahitajika vraiment pour que NIFE non seulement NIFE na association il paraît ziko za mingi ziko na hii maobjectif zenu ni na bafataka pia kwa réseaux sociaux même si hatuyapataka occasion ya kuinterview na kubauliza maswali kama hizi. Nashukuru sana mzee, ilikuwa furaha sana kuwasikia binafsi na hawa watakaofuata kipindi hiki cha maendeleo katika TV ya Black TV7 watawafuata, na mshukuru pia jamaa ambaye ni mwandalizi wa kipindi hichi Bwana Ngumoya ambaye yuko nyuma ya kamera zetu pale na anafanya kazi nzuri sana, na washukuru pia wawakilishi wa NIF hapa Denmark na huko kwetu Kongo kwa kazi njema wanaifanya. Asante sana mzee Jean-François. Asante mzee. Nashukuru sana wandugu wapenzi, ilikuwa wewe Eric Sabentoka kama kawaida. Sisi ni mapatriote wetu tunakuwa tunatushia mpe partout kuhusu maendeleo ya kwetu. Nashukuru sana. Asante sana ndugu nyuma ya kamera, et à la prochaine occasion. Merci, ciao.